Kwa muda sasa tujapata nafasi ya kukutana hapa mtazamaji kwa ajili ya kuyazungumza na kujadili mambo mengi yanayohusu siasa za Tanzania. Hivi leo tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakusogezea mambo kadha wa kadha yanayohusu siasa za Tanzania. Mbilinge zilizoko hivi sasa kuelekea uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani katika siasa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimejikuta kukitolewa matamko kadhaa. Wengine wakisema tunakwenda kwenye uchaguzi, wengine hatuendi kwenye uchaguzi. Mambo haya yameleta hali ya sintofahamu na kumfanya pengine Mtanzania wa kawaida kutokuwa na maamuzi sahihi ya wapi tunakwenda hasa. Je, tunakwenda kwenye kushiriki uchaguzi ama hatuendi? Tuko hapa na katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Njombe, ambaye tunakwenda kujadili mambo kadha wa kadha, hususan yale ambayo yanajiri kwenye chama chao. Mimi naitwa Dickson, kwa niaba ya mwenzangu Prosper Daudi Mfugale pamoja na Ibrahim Godfrey Mlele, tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunasongesha gurudumu hili na liweze kufikia kwa takriban dakika zaidi ya 30 hivi. Karibu sana katibu. Asante sana. Ni nafasi yangu nyingine ya pekee, tunakutana hapa kwa ajili ya kujadili mengi yanayohusu siasa za Tanzania. Hama sasa imeshuhudiwa kila kona. Kwa nini mambo haya? Ni matakwa ya watu wanaohama. Kila mtu ana mawazo, na huwezi kuzuia mawazo ya mtu, na mtu anaweza akawaza positively au negatively kwenye matokeo yanayoweza kutokea katika kile anachokiwaza. Kwa hiyo hii hama mnayosikia, na bahati mbaya sana ni kwamba tunasikia kila maeneo, na jana nimesikia wilaya ya Njombe nako kuna watu wamefanyaje, wameacha wanachama wa Chadema. Hawajasema watakuwa ni wanachama wa chama fulani, lakini wao wamesema wameachana na wanachama wa Chadema. Kwa hiyo hayo ni mawazo yao, na wana uhuru wa kutoka kwenye chama hiki na wakaenda chama kingine wanachofikiri kwamba kinaweza kikawapa matokeo kwa kile wanachofikiria wao. Lakini kama Chadema tupo, tutaendelea kuwepo, na tupo imara zaidi wanavyofikiria wao. Mtu mmoja anaweza kusema kwamba hii hali ya sintofahamu ya kuhamahama watu na vile vile mikanganyiko ambayo iko ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo sasa hivi pengine inatoa loophole sasa ya vyama vingine, hususan Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala, ambaye ndiye hasa nyinyi mmekuwa mkitafsirika kama ndiye mpinzani wenu mkubwa sasa, ya kuweza kupata nafasi ya kujimegea kile ambacho pengine mlipaswa kukipata, sivyo? Kwanza naomba niseme Chadema ndio chama pekee cha upinzani Tanzania, na ndio chama pekee chenye wafuasi wengi, wanachama wengi kuliko chama chochote. Chadema haijawahi toa vitisho kwa mtu pale ambapo anataka kujiunga au hataki kujiunga. Kuna vyama vingine ambavyo ili mtu ajiunge mpaka atamtishia mtoto wako hataenda chuo, hatutampa mkopo, hatutakupa mbolea, hatutakupa nini, vitu vya namna gani. Mtu anabidi awe na kadi ya chama hicho, hususan Chama cha Mapinduzi. Kidogo tu umesema Chadema ndio chama chenye wafuasi wengi. Pengine lugha sahihi ingekuwa kilichowahi kuwa na wafuasi wengi. Ni chama mpaka sasa hivi chenye watu wengi. Ukilinganisha na chama kipi? Kinachofuata ni Chama cha Mapinduzi. Lakini kama ndivyo, mbona hamshindi uchaguzi? Swali zuri sana. Uchaguzi watu tunashinda, lakini watu tutangazwa. Kuna kushinda alafu kuna kutangazwa. Sisi katika chaguzi zote toka mwaka 2015 na huko nyuma tumeshinda viti vingi sana vya ubunge, madiwani, wenye viti wa vijiji, vitongoji na wajumbe. Lakini game inakuwa kwenye kutangazwa, na hili ndio linalopelekea sisi tuseme hapana, hatutaki mteule wa system ya rais kuwa msimamizi wa uchaguzi. Tunataka uchaguzi ufanyike kwa njia huru, wa wazi, ile kila mtu atakaye shindwa aende akajiulize tena
ni wapi nilipo, sikuwashawishi wa Tanzania ili waweze kunichagua. Sasa turejee kwenye hoja yetu ya msingi. Hamahama hii imekuwa ikikiumiza chama kwa kiasi gani? Hakijaumia chama. Chama hakijaumia kabisa. Nimetoka kusema Chadema ndio yenye wanachama wengi kuliko chama chochote Tanzania. Chadema hii haijawahi peleka malori, mabasi, hata kwenda kupeleka mabasi aende vijiji kwenda kubeba watu. Kwenye mikutano mnayoiona yote inayoendelea. Chadema hii sisi watu tunatangaza tu tutakuwa na mkutano wa hadhara ambao tutaenda kutoa sera zetu kwa wananchi. Wananchi wanakuja wenyewe. Lakini wengine huwa wanampaka wakabebe na wanafunzi. Tunaona mikutano mingi tu, tuliona kuna mkutano fulani umefanyika wapi, wanafunzi na sare zao za shule wamejaa pale, alafu ndio wanaoluka luka. Wanasema nyome. Ambao hawajafika hata miaka 18, wapo chini ya umri na hawana nani kabisa ya kuja kufanyaje kupiga kura. Kwa hiyo sisi chama hakijaumia popote pale. Chama bado kipo imara. Mnaona mikutano inayoendelea kwenye mikoa. Nyinyi mnapata sura gani? Kwamba chama kimeumia au bado chama kinaonekana? Wewe mwandishi wa habari, unaona mikutano inavyoendelea na Mtanzania yoyote atakayesikiliza na anayesikiliza. Je, kwa mikutano inayoendelea pale unaona kuna maumivu yoyote? Hapana. Hakuna maumivu tunaweza kupata. Hiki chama kuna watu walishawahi ondoka. Watu wenye influence. So ndani ya chama tuna nje ya chama. Lakini bado kinasimama kuwa ni chama cha upinzani chenye wafuasi wengi kuliko chama chochote kile Tanzania. Hoja kubwa ambazo kundi linalojitaja kama G55 ambazo wanazitoa ni kwamba kumekuwa na kukiuko kwa baadhi ya makubaliano, hususan kwenye ajenda yenu ya msingi ya no reform no election. Ni kitu gani hasa ambacho mlikubaliana na kwenye vikao vyenu mpaka mkatoka na hiyo ajenda ya no reform no election, ambayo sasa hivi G55 wanasema kwamba ni kinyume na inatekelezwa kinyume na makubaliano ambayo mlikuwa mmeyaweka? Wao wanaosema inatekelezwa kinyume na makubaliano wangekuja makubaliano yalivyokuwa. Bila shaka wanasema ajenda haikuwa kuzuia uchaguzi. Lakini nyinyi mmekuja na ajenda ya kuzuia uchaguzi. Ilikuwa wao wanasema kulikuwa na nini? Kwamba tunaenda na hiyo agenda no reforms no election kufanyika nini? Nikuulize wewe ambaye ulikuwepo kwenye kikao hivi. No, sisi kwa mujibu wa katiba yetu ya chama, miongozo yake na kanuni zake zote, vikao ili viwe ni vikao vinaanzia mbali. Mimi ni katibu wa wilaya yenye majimbo 3. Siwezi kuzuka tu kwamba kesho tutakuwa na kikao. Kuna taratibu ili tuwafike kwenye vikao vingine. Kuna vikao vingine lazima vifanyike ili tufike kwenye vikao vingine. Kwa mfano, no reforms no election ni agenda iliyokuwa raised Disemba chini ya kamati kuu ya Mheshimiwa Mbowe. Aliyekuwa katibu mkuu ni Mheshimiwa Munyika, ambao mpaka sasa hivi ni katibu mkuu. Naibu katibu mkuu alikuwa Benson Kigaila Bara. Naibu katibu mkuu Zanzibar alikuwa Salim Mwalimu. Hao ndio wanaotoka sana kusema kwamba tumekiuka makubaliano. Hao wawili hao na wengine hao si wakina Mrema. Mrema alikuwa ni mjumbe wa secretariat. Mkurugenzi yoyote wa idara pale makao makuu ni mjumbe wa secretariat ya taifa. Walikaa vikao wakarez hiyo hoja kwenye secretariat yake Benson Kigaila. Huyu aliyekuja Njombe kuja kuvuruga na uchaguzi huyu. Aliyekuja kuvuruga na uchaguzi wa kanda. Nitawasimulia mengi kwa sababu wanaona kama wapo salama sana. Tunajua mambo mengi ya kwao sana. Na wanapaswa kuwa shut up tu kama wangekuwa ni wana busara kubwa. Disemba wakarezi hiyo hoja ya no reforms no election.
wakaitangaza, katoka Mheshimiwa Mbowe kama mwenyekiti kuitangaza hadharani, na wote mlisikia, hata mrejee kwenye clip zake mtasikia. Kigaila akaenda kutangaza kwamba kama hawatafanya marekebisho ya sheria za uchaguzi zilizopo sasa kwamba hazifai, hakutakuwa na nini na uchaguzi. Hakusema tutaenda kwenye uchaguzi, alisema hakutakuwa na nini na uchaguzi. Sasa wanapokuja na kusema kwamba hiyo ilikuwa sio makubaliano, hizi sauti hizi na sura yake, na ndio maana juzi mliona Odemba alimwekea live. Angekuwa ni mtu mwingine angeona aibu kwamba teknolojia ni haidanganyi. Angeona aibu, ajirudi kwamba Tanzania wananionaje. Hata mtu ambaye hana elimu anakuona wewe ni useless kwa sababu unadanganya wewe. Baada ya hapo kutoka kwenye secretariat walienda kwenye kamati kuu ambayo iliketi tarehe 3 Disemba. Kutoka hapo akapitisha kwenye kamati kuu, Mheshimiwa Mbowe akatoka akatangaza, na Kigaila naye akaenda kutangaza huko, na katibu mkuu naye akatangaza. Tukaenda kwenye vikao vinavyofuata. Kutoka kwenye kamati kuu, kikao kinachofuata kwenye kamati kuu ni baraza kuu. Baraza kuu, wajumbe wa baraza kuu ni viongozi wote wa wilaya, kwa maana katibu na mwenyekiti ndio wajumbe wa baraza kuu. Viongozi wa mkoa, mwenyekiti na katibu wake ndio wajumbe wa baraza kuu. Viongozi wa kanda, katibu, mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu. Hao ndio viongozi wa baraza la nini? Baraza kuu. Tulienda tarehe 21. Ilikuwa chini ya Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, ambako cha kwanza kabisa, agenda ya kwanza ni kupata taarifa kutoka kamati kuu za utekelezaji wa shughuli zote za chama. Tulipitia mambo mengi na tulipitisha, na mimi nikiwepo kwenye kile kikao kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kwenye makabrasha yote tuliyopewa tulikuta no reforms, no election kutoka kwenye kamati kuu, ilikuwa chini ya Mbowe. Tukajadili, tukaipitisha kwa mujibu wa katiba ya chama chetu cha Chadema. Kikao cha mwisho, kikao kikuu cha mwisho kabisa ni mkutano mkuu. Tarehe 22 tukaenda kwenye mkutano mkuu, na mkutano mkuu kapitish, na tukakubaliana kwamba kama hakutakuwa mabadiliko ya sheria za uchaguzi yoyote yale, basi uchaguzi usiwepo. Tukawaagiza viongozi kwamba watakaochaguliwa wakasimamie hili. Hatujafanya uchaguzi hapa, hatujafanya uchaguzi. Uchaguzi ukaanza kufanyika tarehe 22 mara baada ya kuwa na mkutano mkuu, alafu kufuata mkutano mkuu maalum ambao wenye agenda moja tu ya uchaguzi. Kwa hiyo waliochaguliwa kama viongozi wanasimamia kile tulichowatuma. Sasa akitoka mtu akisema wamekiuka nini, kwa sababu kamati kuu za kamati kuu zaweza kaja kubadilishwa na baraza kuu. Kamati kuu inakuwa kama secretariat ya baraza kuu. Unaweza mkajadili huko, baraza kuu likaja kuona mlichojadili sio sawa, na sisi tunabadilisha, tunaweka kwa sababu ndio wanachama, ndio viongozi wa chama kwa nchi nzima, si ndio? Kwa sisi hatukukubaliana chochote zaidi ya kusema kama hakuna mabadiliko ya sheria na kanuni za uchaguzi, basi uchaguzi usiwepo. Ndio tulichokubaliana, hakuna kingine. Labda wao kama walienda kukubaliana huko nyumbani walipokutana huko, hicho siwezi kuzungumzia. Katibu, nikurejeshe nyuma kidogo. Kabla ya mambo yote haya kutokea, serikali ilitoa msimamo, kwa maana ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia alitoa msimamo kwamba anatamani kuona siasa ya taifa hili ikiendeshwa kwa namna ya ustaarabu, lakini vile vile kwa namna ya maridhiano. Kwa maana ndio maana ikaletwa ile falsafa yake ya 4R. Wakati tukiwa katikati ya utekelezaji wa zile 4R, kukaibuliwa hoja ya kwamba tukae mezani kama vyama vya siasa, mkae meza moja pamoja na Chama cha Mapinduzi na vyama vingine mbadala, muweze kuzungumza ili kuhakikisha kwamba mnashiriki uchaguzi kwa pamoja, na pengine uchaguzi huu ukimalizika ndipo mambo mengine yote ya zile hoja ambazo mliziibua, zikiwemo hizo za mabadiliko ya sheria ya uchaguzi, zingeweza kujadiliwa. Viongozi wenu ambao walishiriki kwenye yale mazungumzo
waliwaambia kwamba nini walichozungumza kule ndani na walikubaliana nini? Kawaida kile kikao ni kikubwa sana ambacho huwezi kutoka hadharani ukaanza kuzungumza hicho chochote. Viongozi walienda na walitoka wakavunja yale, vile vikao vilivunjika kabisa kwa sababu walishindwa kufika mwafaka. Waliwaambia kitu gani ambacho kimefanya mpaka wameshindwa kufikia nanili? Sema public. Sasa ikiwa wanachama wenu wenyewe hawajui ni kitu gani ambacho kimefanya mkashindwa kufikia mjadala, mnawaweka katika hali gani, kwamba kitu gani hasa ambacho mnakipambana? Ni swala la kiutendaji kaka. Ni swala la kiutendaji. Sio kila jambo ambalo utalichukua weke hadharani. Kila mkimaliza kikao mnaenda kusema. Hata mimi tarehe 30 nilikuwa na kikao cha baraza la mashauriano wilaya. Tuliyozungumza yapo documented. Yapo kwenye madocument. Tulichokubaliana hapo kwenye madocument. Kinachofuata ni utekelezaji. Siwezi kutoka hadharani kwamba tumekubaliana hivi, hapana. Kwa hiyo viongozi waliokuwa kamati iliyokuwa inaenda kuzungumza na Mheshimiwa Rais pamoja na kamati yake, waliona kuna ulaghai mkubwa wakaacha. Ulaghai upi huo ambao hamtaki kuambia wanachama wenu hadharani kwamba katika mazungumzo ambayo tuliyafanya tulishindwa kufikia mjadala kwa sababu ya 1 2 3? Wamekataa kubadilisha sheria za uchaguzi. Lakini bila shaka tulisikia kwamba twendeni kwenye uchaguzi, tukisha toka hayo yote ambayo mnayazungumza yatafanyiwa kazi, na sababu zilielezwa kwamba ni ufinyo wa muda pengine kuelekea kwenye zoezi lenyewe, ukilinganisha ni miezi kadhaa tu kabla ya kuingia kwenye zoezi la uchaguzi, sivyo? Chama cha siasa kinasajiliwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa pamoja na katiba ya nchi, na lengo kuu ya chama cha siasa ni kushika dola. Sasa wakwambie kwamba tuende kwenye uchaguzi alafu ndio vitu vitakuja kufanyiwa marekebisho, upigwe kwanza alafu ukatibiwe, na unaona kuna option ya kuto kupigwa. Sisi tumesema ili tuweze kuwa na uchaguzi safi, sheria, kanuni za uchaguzi wa mwaka 2025 zibadilishwe. Hoja yao kubwa ilikuwa ni muda umekuwa ni mfinyu sana kwenye kufanyika zoezi zima la hayo maboresho. Ninyi mnaonaje? Bado sana, muda ni mkubwa sana, kwa sababu hakuna popote pale ambapo pana makubaliano ya kisheria kwamba tutakuwa tunafanya uchaguzi mwezi wa Oktoba. Hamna. Kinachotakiwa tu ni serikali kuona kwamba madai ya Watanzania ni haya hapa. Hata leo wakisema sisi tumesogeza uchaguzi, akatangaza tu Mheshimiwa Rais leo kwamba tumesogeza uchaguzi mpaka Oktoba mwakani au Disemba mwakani au Januari Juni mwakani, tupo tayari. Tupo tayari. Tumesogeza kwa sababu tunataka kubadilisha sheria kama Watanzania wanavyodai. Wanaodai sio Chadema, ni Watanzania wanadai. Watanzania wanadai kwa sababu kuna maumivu makubwa. Leo mnamchagua huyu na wanahakikisha kwamba amepata kura nyingi, wanaomhitaji wanawatea mtu mwingine. Na ndio maana watu wameona hapana. Tuzungumze katika uhalisia. Msimamo wenu ni kuzuia uchaguzi usifanyike iwapo mabadiliko katika sheria za uchaguzi hayatafanyika. Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali na baadhi ya vyama vingine vinasema vitashiriki uchaguzi. Yumkini uchaguzi huu ukafanyika na ukaisha pasi changamoto yote bila azimio lenu la kuzuia uchaguzi kufanikiwa. Mtakuwa mmekiweka chama kwenye hali gani? Itakuwa hali tu nzuri, kwa sababu kumbuka miaka kadhaa iliyopita kutoka huko wakati Mheshimiwa Jiwa alipopita kwa rais, hatukufanya hata mkutano mmoja. Alipiga marufuku Mheshimiwa Rais Magufuli. Tulikaa tunafanya vikao vyetu, ilifika mahala mpaka anakuja kutukamata kwenye vikao vya ndani kabisa. Lakini chama kilikuwa sawa, tumekaa kwenye tukavumilia kwenye huo muda wote mpaka leo tupo. Chama kipo. Sasa nikwambie, vyama unavyovisema vingine,
kungekuwa kuna kufata sheria za vyama vya siasa, vingine visingekuwepo. Kwa nini? Havina uongozi. Kwa sababu tunashuhudia vyama hivi vina uongozi, mheshimiwa, sivyo? Utaniambia wewe ni wapi uongozi unapouona, lakini mimi siuoni uongozi. Kuna vyama vingine ambavyo hujua hata katibu mkuu wa chama hicho unamuonaga tu mwenyekiti peke yako kwenye kaofisi kake ka kibiashara na madokumenti mengi, lakini msajili anaviona. Na kwa mujibu wa sheria za vyama vya siasa na miongozo yake, chama kinahitaji kuwa na uongozi furu. Hii kuanzia huku chini, kutoka bara na visiwani, kuanzia chini. Leo ukiniambia, leo hata wewe uniambie tu. Niambie wewe tupo Njombe. Wewe ni mwenyeji Njombe, ujaja leo. Uniambie ni lini ulimuona mwenyekiti wa Chauma Njombe? Lini? Wa wilaya tu Njombe au kwenye kata yoyote hapa wilaya Njombe, kata 37 ni wapi ambapo pana mwenyekiti wa Chauma? Huwezi kupata. Lakini vyama hivyo vinafanyaje? Vinashikiliwa kwa sababu ni adhima ya chama fulani, wanavitengeneza kwa ajili ya kupasua watu. Sasa nikwambie, chama hiki cha Chadema ni chama kikubwa kama nilivyosema kuliko vyama vingine vyovyote. Kuanzia kwenye misingi, matawi, tuna viongozi huko kata, tuna viongozi jimbo, tuna viongozi wilaya, tuna viongozi mikoa. Sisi tukaenda mbali tukaweka na kanda. Tuna nini? Tuna viongozi. Okay. Utasemaje kwamba hiki chama ni kidogo? Tunaomba kidogo kwenye hilo eneo la uongozi. Hivi juzi tukashuhudia tamko la msajili wa vyama la kutengua uongozi, baadhi ya safu ya uongozi kwenye chama chenu. Kwanza, tamko lenyewe mnaliona lina mantiki, na bila shaka kwenye uteuzi wa wale viongozi wewe ni miongoni mwa watu ambao ulishiriki, sivyo? Madai na sababu za msajili ni kwamba akidi haikutimia katika uteuzi wa viongozi wale. Wewe ulishiriki siku hiyo. Hebu tuambie, akidi ilitimia ama la? Akidi ilitimia kaka. Imekuwaje sasa msajili anakuja hizo ni propaganda? Msajili, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa naye anatumika vibaya. Kwa sababu ni hivi, sisi chama hiki kilitangaza uchaguzi kama miezi miwili before ya uchaguzi. Tulianzia uchaguzi kwenye chini kabisa. Kwenye taratibu zetu za kiuchaguzi tulianzia chini kabisa. Tukaweka kitu kinachoitwa grassroots fortification. Tukaanza matawi, kuanzia kwenye misingi, matawi, viongozi wa matawi wakaenda kuchagua viongozi wa kata nchi nzima. Tukatoka hapo tukaenda kwenye majimbo. Majimbo yale ambayo yana kwa wilaya zile ambazo zina zaidi ya jimbo moja, yalianza majimbo kwanza, then viongozi wa majimbo wakaenda kwenda kuchagua viongozi wa nini? Wa wilaya. Na kwa mujibu wa katiba ya chama ni kwamba mara baada ya kumaliza wilaya mnaenda mikoa. Kwa hivyo kwa kauli moja unakubaliana kwamba viongozi wale ambao msajili anatangaza kwamba wametenguliwa kutokana na kutopatikana kihalali, kwa kauli yako ni kwamba walipatikana kiuhalali kabisa. Na chote ulichokieleza ndicho kilichofuatwa. Kilichofuatwa. Hoja za mchaguzi zimetoka za msajili wa vyama vya siasa hizi zimetoka sasa kama muda mrefu sana kupambana na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, muda mrefu sana kupitia sisi na Hoza. Alikuwepo kwenye uchaguzi tarehe 22. Alikuwepo kwenye uchaguzi na alipewa fursa ya kwenda kusalimia wajumbe. Wote mliona. Naam. Si ndio kulikuwa mabarozi pale. Hakukuwa vurugu hata mara moja. Tulikuwa tumetulia kama ilivyo chama chetu ni cha utulivu. Tukafanya uchaguzi. Jina la katibu mkuu aliyekuwepo likarudishwa na mwenyekiti aliyechaguliwa,
ambapo tulipata fursa ya kupiga kura za ndio za hapana, kura za wazi, ambapo kuna wengine walisema hapana na wengine walisema ndio, na za ndio zilikuwa nyingi. Kwa maana hiyo kwamba watano tu ndio kumbukumbu yangu inaniambia watano waliosema hapana. Kwa hiyo na hata manaibu katibu mkuu aliteuliwa hivyo. Mtu mimi miaka kadhaa iliyopita sikuwa katibu wa Njombe, wa wilaya Njombe. Si ndio? Leo nimekuwa katibu wa wilaya Njombe. Miaka kadhaa inayokuja sitakuwa katibu wa wilaya Njombe. Sio kwamba sasa leo wakisema kwamba bwana pumzika, maana yake sasa ndio nianze kugeugeu, nianze kusema hivi, maana nina kitu gani, ni agenda gani nilionayo kwenye hicho kitu. Kigaila nimemsikia vizuri tu, akumbuke kwamba mimi ndio niliyokuja kushirikiana naye pale, ananiambia waite watu waingize kwenye uchaguzi. Watu tunakuja kwenye uchaguzi wa mkoa. Paka wanaenda kumshika, wanafanya nini na nini na nini, kumsomea na nini, nipo namuona hakuteki action yoyote. Paka nikaanza kushangaa katibu mkuu gani huyu? Ambao watu wanamfikia hivi, yupo tu amekaa anasimama tu. Ameshika kafimbo anasema kama kamanda tusikilizane. Mwisho wa siku akapanda gari akaondoka. Tukaje kugundua kwamba ni vitu ambavyo alikuwa amevipanga. Kwa hiyo tulishasema katibu mkuu huyu, naibu, pumzika kwanza, tumefanya kazi kubwa. Salim mwalimu, pumzika kwanza, tumefanya kazi kubwa. Wanapaswa kukubaliana kwamba wao ni wanachama wa chama. Lakini kwa sababu wajiondoa, tunasema kwamba kila laheri. Maana yake mpaka wameondoka ni wazi kwamba hawakukubaliana na maamuzi yaliyofanyika. Walitaka wakubaliane kwenye kikao gani? Kikao kikuu ni baraza kuu na mkutano mkuu. Na walitoka kwenye kamati kuu, walitaka kikao gani? Tukakae nyumbani kwao? Bila shaka tutawauliza. Tukawauliza kwamba mlikuwa mtaka tukae wapi? Vikao halali vilivyokuwa vimesimamiana na mwenyekiti Mbowe vilipitishwa hiyo agenda. Asante sana. Tupo hapa na katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Njombe, tukijadili hii hamahama ya wanachama katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo kote nchini. Kuna athiri vipi Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Ndio ajenda yetu kubwa hasa ambayo tunaiangalia hapa. Lakini wanaohama wanadaiwa kuwa na vinasaba na aliyekuwa mwenyekiti wenu wa chama kipindi cha nyuma kwa takriban miaka zaidi ya 20 hivi. Unauona uhalisia wa hicho ambacho wa hizo tetesi? Kwa 95% hivi wote wanaohama walikuwa wapo kwenye kambi ya Mheshimiwa Freeman Mbowe. Kwa nini mnadhani hivyo? Wanaonekana, sio kwamba tunadhani, wanaonekana. Walitoka hadharani kipindi kile cha mchakato uchaguzi ndani ya chama, walikuwa wanatoka hadharani. Wanasema mimi namuunga mkono Freeman Mbowe wote. Si ndio? Hata hao waliohama, walioondoka, walioacha wanachama jana hapa Njombe, nao walikuwa hivyo. Si ndio? Lakini cha ajabu ni kwamba Freeman sijajua kuna ugumu gani wa kusema na yeye angeweza kuwatuliza kwamba hiki mnachokifanya sio sawa. Lakini kwa hivyo kwa kauli yako ni kama mwenyekiti mstaafu anaungana nao, sivyo? Siwezi kubashiri. Mimi siwezi kupiga ramli kwamba anaungana nao. Kwa kauli yako, tunakuwa na maswali mengi. Tunakuwa kwa sababu amekuwa kimya sana. Kwa hiyo tunabaki tunajiuliza mambo mengi. Kwa mfano, si ndio jana kuna watu wamesema kwamba wameachana Chadema. Jana hapa Njombe. Ndio. Akiwemo wamesema wamekwisha aga tayari. Wameshaaga. Wamesema. Si mlikuwepo nyinyi jana? Naam. Kama mnawahoji maswali? Haswa? Sasa wamesema wao wameachana Chadema, si ndio? Na sisi tunasema kila laheri. Hao watu ndio watu ambao walitangaza kumuunga mkono Freeman Mbowe kipindi cha mchakato ya uchaguzi ndani ya chama. Kuna mtu mmoja amejitambulisha pale kama ni mwenyekiti wa Bawacha jimbo la Lupembe, ambaye mpaka na mimi ndio katibu wa chama wa wilaya. Mtendaji mkuu na wajua viongozi wote, mpaka nasema huyo unamtambua au humtambui? Hata kidogo. Yule alijivisha hicho chama ili kutengeneza nani kwamba labda kuna viongozi wanahama. Yule sio kiongozi kabisa. Mimi nawajua viongozi wote kwa majimbo yote matatu. Kwa unawahakikishia Watanzania kwamba aliyejitangaza kwamba sio mwenyekiti wa Bawacha na alienda kupiga kula kwenye mkutano mkuu wa Bawacha taifa, sio, na nilipiga simu nikasema yeye sio mjumbe. Alichaguliwa na nani? Mwenyekiti wa Bawacha jimbo la Lupembe anaitwa Ledenta Mwenda.
anapatikana Ikunda. Sasa kama hamtambui na amejitangaza, bila shaka amefanya kosa kwa mujibu wa sheria. Wanatengeneza kwamba awe maarufu au umaarufu, wanatengeneza tension. Sasa kama unatengeneza umaarufu, upaswa kuwa muongo. Mna mpango wa kumchukulia hatua zozote kama chama? Wakati sio mwanachama. Bila shaka amepotosha, sivyo? Na ndio maana nasema hapa kwamba umma ujue kwamba sio mwenyekiti, alikuwa sio mwenyekiti wa chama cha wa Bawacha kwenye Chadema. Yule alikuwa ni mwanachama wa kawaida. Asante. Tuzungumzie mikutano ambayo inaendelea sasa hivi nchi nzima ya Chadema. Inatafsirika kama ni fujo zinafanyika, na ndio maana mmekuwa mkigombana mara kwa mara na jeshi la polisi. Mwenye macho ambiwi tazama. Wewe una macho, na bila shaka Mungu amekupa macho yakiwa vizuri sana, na teknolojia ipo ili kuhabarisha umma. Watu wanaona ile mikutano, kuna fujo mnazoziona pale, mnijibu nyinyi. Kama kuna fujo mniambie zipo fujo. Mikutano inaendeshwa kwa amani kabisa. Wanaojaribu kuleta fujo ni polisi pale ambapo wanataka kuingilia vitu ambavyo sio vya kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Jeshi la polisi kazi yao ni kulinda raia na mali zao. Si ndio Naam. Kulinda raia na mali zao. Wanaokuwa kwenye mkutano pale ni raia wa Tanzania, wanapaswa kuwalinda. Vile vinavyofanyika pale ni aibu kwa jeshi la polisi, ambao hata IGP anapaswa kukaa aone kwamba hii ni aibu ndani ya nchi na nje ya nchi. Wanamchukuliaje? Pengine kauli zenu ndio ambazo zimekuwa zikichochea hasa polisi kutafsiri mikutano yenu kama ni fujo. Mara kadhaa kauli mbili ambazo tunazifikiri wewe. Nitakupa moja wapo. Yes. Mmekuwa mkisikika mara kadhaa, sio tu ngazi ya wilaya au mkoa, bali viongozi wakati mwingine wa taifa wakisema tunaendeleza mapambano dhidi ya siasa hizi ambazo zinaendelea nchini. Kauli hii si tu mwenyekiti Tundu Lissu ambaye ameitoa, bali pia baadhi ya viongozi wengine wamekuwa wakiitumia. Mapambano haya ambayo mnazungumzia ni mapambano gani hasa? Na mnapambana na nani? Mapambano, tunapambana na mifumo dhalimu ya nchi hii. Sheria mbovu za uchaguzi. Sheria zinasema mkurugenzi asimamie uchaguzi, mteule wa rais. Leo wameweka maafisa utumishi ambao wanapata maelekezo tu. Ndio tunavyopambana navyo ili visiwepo. Na mtaendelea kupambana nao hayo ambayo mnaita. Tunapambana nao mpaka mwisho. Tunachofikiria sisi, ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho kinazungumzia usajili wa vyama, kinasema chama chochote cha siasa hakitaandikishwa na kutambulika kuwa chama cha siasa iwapo kuna kipengele kidogo A, B, C kinasema iwapo chama hicho kina mlengo wa kutumia nguvu na mapambano kwa namna yoyote ili kufikia mlengo wake wa kisiasa. Wewe ndio niambie kwamba nguvu dhidi yana. Sasa kwa tafsiri hiyo ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba chama chochote ambacho kitatumia nguvu ya ziada ili kufikia kutimiza malengo yake ya kisiasa, chama hicho hakitaandikishwa. Sasa swali linaloibuliwa ni kwamba iwapo tafsiri ni hiyo, na Chadema mmeeleza kwamba mtaendeleza mapambano mpaka pale ambapo mtatimiza kile ambacho nyinyi mnaona ni ukiukwaji wa sheria. Msajili leo akiamua kuwachukulia hatua kukifutia chama chenu kwa kukiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitakuwa kimekosea? Ipi ndio kiukwa? Kwa sababu kusema kupambana sio kwamba lazima utumie ngumi. Nikuulize mwandishi wa habari. Wewe umeniuliza maswali, na mimi nataka uniulize na nijibu. Ukiwa umeshtakiwa mahakamani, hukumu ikatoka ambao hujakubaliana nayo, unataka ufanyeje? Bila shaka utakata rufaa. Au sio mapambano? Ni utaratibu wa kutafuta haki. Sio mapambano. Kupambana watu wasichukulie kwamba laws is always kwamba lazima turushe ngumi tufanye nini. Hiki chama kimesajiliwa mwaka 93. Na kini chama ambacho kimefuata misingi yote ya kisheria, chenye viongozi kutoka kwenye matawi mpaka taifa. Toka mwaka 93 kikapata certificate. Si ndio Tunapambana na serikali kama mnavyoona. Tunapambana jeshi la polisi kama mnavyoona miaka yote. Kwa sisi tunapambana dhidi ya sheria mbovu zilizopo nchini.
Lakini kama mapambano ni dhidi ya sheria, kwa nini msitumie taratibu za kisheria hizo zile kupambana na huo utaratibu? Watu wamefungua kesi nyingi sana mahakamani kupinga utaratibu wa kitu gani wanachokipata. Wamefungua kesi mahakamani, mahakama ambayo tunaamini ipo huru, kwamba haitawezekana sheria hizi zivunjwe za uchaguzi, tuwe na sheria nzuri, kwa sababu mkurugenzi ambao ni mteule wa rais hawezi kusimamia uchaguzi ambao mteule wake bosi wake anaingia kwenye kinyang'anyiro. Katika kesi ambazo sasa uliona wakasema ni sahihi wakurugenzi wafanyaje, kwa sababu sheria ni nini, inawasupport, si ndio? Tukasema basi hii sheria tuiondoe. Ni kitu gani, kuuliza, ni kitu gani kinachokiwa kigumu kwa serikali iliyopo chini ya Chama cha Mapinduzi, kwamba wakibadilisha sheria kuna ugumu gani? Ukiambia kwamba wewe bwana Milele, sisi hatukuhitaji kuwa mbunge, tunamhitaji bwana Mfugale, na akatangazwa, maana yake kwamba huyu bwana Mfugale atakuwa na mahusiano mazuri na wananchi kwa sababu ndio wamemtaka. Hakuna lazima kwanza kulazimisha. Wewe angalia, watu tunatangaza mikutano, polisi wanaenda kupiga mabomu. Msajili amesema nini? Lini msajili huyu wa vyama vya siasa alipoona Chadema wanapigwa mabomu, viongozi wanapigwa mahakamani pale, wanavunjwa miguu, kama mulezi wa vyama vya siasa alitoa kauli gani kukemea kwamba chama ninacho kila mtoto wako wewe unayemlea yupo nyumbani, mtu kampiga huko, unashindwa kutoka ili umutetee, alafu nasema kwamba huyu mtoto bora tu kumkuofa. Lakini tukio lile polisi walikanusha kwamba hawakuhusika na kuwapiga wale wanachama. Vitu vingine ndugu zangu mnasema Mungu anawaona. Ukuona magari ya polisi pale? Ukuona mambo ya polisi pale? Hivi vinahitaji hata kuna nini? Ndio na nyinyi waandishi wa habari mnatoka mnakemea. Sio kuchukua tu picha, mnakuwa na platform ya kusema hii sio sawa. Bila shaka kwa sababu na nyinyi ni wahanga wa hivi vitu. Waandishi pale, mwandishi wa habari pale alipigwa pale, dada wa nani gani yule, alikamatwa akapigwa. Amu kutoka hata hadharani kwamba mseme hiki sio sawa. Mnajificha na nyinyi mnataka nani awaseme? Tokeni museme, na msajili wa vyama vya siasa, kwa sababu ndio mlezi wa vyama vyote vilivyopo nchini alivyovisajili yeye, haitapaswa kutoka aseme kwamba mimi na laani kitonde polisi, acheni kuumiza watoto wangu. Lakini badala yake ameenda kujificha na kutoka na habari ya kusema kwamba hamtambui katibu mkuu wa Chadema, ambao sisi ndio tulimpendekeza, tulimpigia kula ya ndio kwa katibu mkuu. Hizo drama waziache mara moja. Sisi tunaenda vile vile, katibu mkuu ni Mnyika, naibu ni Gorugwa kwa bara, na kule ni yule mwana wakili. Sawa sawa. Then mwenyekiti ni Lissu, makamu mwenyekiti ni nani? Ni bwana Heche. Full stop tulishafanya, tulifanya tarehe 22 tukamaliza. Sasa mnakwenda nayo kuzuia uchaguzi usifanyike. Mpaka kesho kutwa. Na walishatoa petition form. Walikubaliana kwenye kamati kuu tutoe petition form za watu wanaokubali kwamba uchaguzi usiwepo mpaka mifumo ya sheria za uchaguzi badilishwe. Sisi Njombe tunao hizo petition form ambazo tuna watu walio zaidi ya 3000 mpaka leo. Yes, 3000 nayo kabisa. Njombe mjini, sio wilaya. Jimbo la Njombe mjini. Makambako is almost 2000. Mpaka leo. Hizo ndio ninazo mkononi. Achana hizo ambazo watu wanazo mitaani. Unanielewa? Kwa hiyo watu walishapokea no reforms, no election kwa mikono miwili. Wanaokataa ni mifumo ya serikali ambao wananufaika na mifumo iliyopo leo. Sasa swali langu ni moja. Ikiwa mnaendelea na huo mchakato wa kusainisha hizo mnazoziita form za petition forms, ndivyo? Na watu mmesema wanaunga mkono kwa 100%. Msimamo wenu ni kwamba safu ya uongozi mlionao mnaendelea nao na ndio mnaokwenda kuitumia kuzuia uchaguzi. Swali langu la msingi ni mtazuia vipi? Na mtatumia mbinu zipi kuzuia uchaguzi kama si kuvunja sheria? Mahakama hiyo ndio ambayo mnasema hamuiamini. Mahakama hiyo. Naeleza kwamba hamna imani tena kutokana na maamuzi kadhaa ambayo yamefanyika katika kesi zenu ambazo mmezipeleka. Kuna upotoshaji unaoendelea kwamba wanasema tunaenda kuandamana. Hatujawahi tangaza popote kwenda kuandamana. Hizo ni agenda wanazozichukua huko, wakikaa kwenye kahawa wanajadili, wanasema tunaenda kusema hivi. Hatujawahi sema. Petition zile forms
Uwezi kuchukua petition forms ukaandamana. Petition forms kwa ajili ya kupeleka ushahidi mahakamani kwamba hawa watu ndo wanaosema uchaguzi usiwepo kama kuna marekebisho nini ya sheria za uchaguzi na kanuni zake. Na mna imani kwamba haki itatendeka? Tuna imani hiyo kwa sababu sio wote ambao sio waadilifu. Kuna majaji wengine waadilifu sana. Tunakubaliana kwa pamoja kwamba kuzuia uchaguzi ni kosa kisheria. Nipe sheria gani ambayo imevunjwa kuzuia uchaguzi? Na kwenye katiba kwanza, alafu nipe na sheria, useme sheria kifungu fulani ukizuia uchaguzi ni kosa. Then ndio tuje kwenye kujadili hiyo. Ni sheria gani? Na kusema kwamba endapo yeyote, mfano mzuri tu ni vyombo vya usalama katika nchi yetu, jeshi la polisi limeeleza wazi, yeyote atakayesimama na kuzuia zoezi la uchaguzi atawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Unadhani hawafahamu kwamba hakuna sheria? Ndio tunachosubiri wakaitumia hiyo sheria, si ndio? Kwa sababu uchaguzi sio wa mwenyekiti wa tume. Uchaguzi sio wa rais. Uchaguzi ni wa Watanzania. Watanzania sisi, nyinyi ndio kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba ndio inayotupa mamlaka sisi kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo uchaguzi huo, kama wenye uchaguzi ndio wamesema hapana, tuende utabishaje? Wewe unayebisha na interest gani? Msemaji, niko na katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Njombe, na tuko hapa tukizungumzia kuhusiana na siasa. Sasa katibu, wakati tunaelekea kuhitimisha, tuzungumzie kwenye eneo lako la utendaji kazi hapa Njombe. Katibu wa chama mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mkoa wa Njombe ni nani? Asante sana. Mwenyekiti wa chama wa ngazi ya mkoa mpaka sasa hivi hatuna, ila tuna mgombea ambao ni moja tu kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi wa chama cha ndani ya chama. Huyu ambaye mara nyingi sana mnaulizwa sana hao maswali, na nyinyi mkinipigia simu mnaniuliza hicho kitu, si ndio? Sasa nataka nikuweke bayana. Uchaguzi ndani ya mkoa wa Njombe ulitangazwa mpaka tukafika kwenye level ya mkoa. Ulisimamiwa na kanda. Na kwa mujibu wa kanuni ndio ilivyo. Ngazi ya juu itasimamia ngazi ya chini. Hivyo kanda ilisimamia uchaguzi wa mkoa ambao aliyepita alikuwa ni Rose Maemba. Naam. Si ndio? Tulikuwa na wagombea wawili ambao na walifuata utaratibu, wakapitishwa kwenye usaili, wakapita wawili. Okay. Wawili hao wakaenda kwenye kinyang'anyiro ambapo kuna aliyepata 70% za kura, mwingine alipata 20% za kura. Akatangazwa aliyepata 70 kwa mujibu wa kanuni. Uchaguzi wote upo hivyo. Kwa hivyo mpaka sasa chama hakina mwenyekiti ndani ya mkoa. Kwa hiyo sasa huyo aliyepata 20% alikata rufaa, akasema kuna kanuni zingine zilikiukwa, ambapo kamati ya rufaa taifa ilimsikiliza na ikafuta ule uchaguzi. Okay. Mara baada ya kufuta uchaguzi ulifuata, na aliyefanya usaili mkumbuke ni Benson Kigaila. Ndio aliyefanya usaili wa viongozi wote wa mikoa waliogombea. Akiwemo na huyu aliyesema kwamba alikuwa mwenyekiti wa Bawacha, ni mwenyekiti wa Bawacha wa Lupembe huyu. Aligombea kwa mwenyekiti wa Bawacha wa mkoa. Okay. Na akapata kura moja. Si ndio Sawa sawa. Kwa hiyo mara hiyo kufutwa, tukaingia kwenye uchaguzi uliofuata ambao ulileta mambo mengi pale Mlimani Hotel pale ukumbini. Walipokuja kumzomea Kigaila akiwa amesimama, sisi ndio tukaanza kuondoa kwamba asiguswe, wengine wanampaka na mshika kichwani. Tukawa tunajiuliza mambo mengi sana. Hivi naibu katibu mkuu anashikwa hivi na yeye amesimama tu, anasema tu makamanda tusikilizane makamanda. Tukawa tunamsikiliza tu. Akaahirisha kile kikao cha uchaguzi, si ndio? Kwa kuwa kanda ilikosea, wakasema kanda imekosea, ndio maana walimleta yeye naibu katibu mkuu kwamba itasimamia taifa yenyewe. Okay. Akaja kusimamia, akachemuka. Tukaondoka. Tena uchaguzi uliotangazwa
aliyekuja kusimamia ni nani? Huyu aliyokuwa katibu wa sekretariati Mwita, si ndio? Ndio alikuja kusimamia pale Mlimani. Baada ya kufanya hapo, alipatikana mtu mmoja na rushwa, mgombea mmoja kwa ngazi ya wenyekiti, si ndio? Anatoa rushwa kwa watu na ikathibitika. Mwita huyu kipindi hicho ni katibu wa sekretariati taifa, akamuondoa kwenye kinyang'anyiro cha kufanya cha kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tukabaki na mgombea huyu mmoja ambaye ni bwana na dada Rose Maemba. Sawa sawa. Ndio mgombea pekee wa sasa kwa ngazi ya wenyekiti wa mkoa. Huyu Rose Maemba unayemtaja, wale wanaohama chama wamekuwa wakimtuhumu kwamba amekuwa akihusika kuwagawa wanachama, na pengine ndio sababu hasa ambazo zimepelekea kukosekana kwa utulivu ndani ya chama, kiasi sasa wengine wanasema bora tukafanya siasa katika vyama vingine. Upi mstakabali wa chama mpaka sasa? Amewagawa mpaka huko Moshi, ndani ya mkoa wa Njombe. Ndani ya mkoa wa Njombe. Naam. Sasa ni hivi, niwaambie kitu kimoja. Unaweza kukuta mtu anayelalamika ni yule ambaye hata utendaji wake ni zero, si ndio? Watu wanataka spoon feeding, wakuchote wakuwekea na wapi? Mdomoni. Unamaanisha nini? Ndugu yangu, waandishi wa habari wa Tanzania wote walitangaza uchaguzi kwamba watu waje wa kugombea. Waliojitokeza kwa ngazi ya mwenyekiti wa mkoa hawa wawili, Ahadi Mtweve na Rose Maemba. Huyu anayelalamika kwa nini akuchukua fomu ili asiende kugawa wanachama, kwamba mimi kwa sababu Rose Maemba anagawa wanachama, mimi nataka nikamshinde nisigawa wanachama. Alishindwaje? Kwa maana hiyo ni kwamba ni zile lugha zisizokuwa na maana yoyote. Sisi mkoa wa Njombe tuko vizuri. Huyu Rose Maemba ndio alienda kusababisha paka uchaguzi unafanyika Ludewa. Naambieni. Okay. Wakati katibu wa mkoa yupo likizo, ameenda kwenye nani zake, mimi nilienda Ludewa kwenda kusimamia kwenye uchaguzi kwa niaba ya katibu wa mkoa, kwenda kusimamia uchaguzi wa kuweka task force Ludewa. Nikiongozwa, alinichukua mheshimiwa Rose Maemba, tuenda kulala, tukafanya mkutano, kesho yake tukafanya uchaguzi, tukarudi. Okay. Si ndio? No. Watu wapo hivi, akikosea hata wanataka asiambie kwamba umekosea. Anataka tumwakalie hivyo hivyo, tuseme kamanda hivyo hivyo basi. No, ukikosea, ukivunja katiba, napaswa kushughulikia kwa mujibu wa katiba. Hata mimi nikikosea napaswa kushughulikia kwa mujibu wa katiba. Sasa ukishughulikia unasema kwamba wanatugawa. Hapana. Ludewa kuna uongozi, Wanging'ombe kuna uongozi. Huyu aliyejiondoa jana bwana Njulumi amepita kutoka kwenye utendaji wa Rose Maemba pamoja na katibu Baraka Kivambe. Naam. Wamepatikana pale. Lakini unapokuja kusema kwamba, na ndio maana hiyo ilikuwa raised hata wakati makama amekuja wakasema kuna kugawa na nini. Swali tu moja, uchaguzi haukutangazwa. Sawa. Ulitangazwa. Ni wangapi waliochukua fomu? Wewe unao kwa nini ukujitokeza kwamba mimi nataka nikafanye mabadiliko na marekebisho ya kiutendaji ndani ya mkoa wa Njombe ili uweze kuingia kwenye nini? Kupata viongozi ambao unafikiria wewe. Sawa sawa. Tunaelekea kuhitimisha sasa. Mtaji wa chama chochote cha siasa ni wanachama. Na hamahama ndani ya Chadema imeonekana kushika kasi nchi nzima. Kila kona, leo tunasikia huku, kesho huku. Unaiona hatima ya chama chenu sasa ikitimiza yale malengo ambayo pengine mmeyaweka, yakiwemo hayo ya kuhakikisha kwamba mnasainisha hizo form za petition form ili kuhakikisha kwamba zoezi ile nia yenu ya kuzuia uchaguzi inatimia, ikiwa wanachama wanaendelea kuhama hivi? Ndugu yangu, sio kwamba wanaosaini kwenye petition form ni wanachama tu. Mpaka na sisi wapo mule. Wasio kuwa na vyama wapo mule. Wanakubaliana na no reforms no election. Wanataka kuwe na mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Usio uchaguzi kwa sasa mpaka ya mabadiliko hapa. Sio wanachadema tu. Mtu anaweza kasema labda ni wanachadema tu, hapana. Vizuri tu niwaambie tu hivyo. Lakini
umesema kwamba unaona hatima. Ndugu yangu, wale wanaohama sisi tumesema kila laheri. Okay. Kama wanahama wataenda pengine kila laheri wakajaribu na bahati yao huko. Bila shaka ni haki yao ya msingi pia. Ni haki yao ya kikatiba. Okay. Lakini pamoja na hayo, umesikia wanavyosema, kwa nitanukuu maeneo nani chache tu, Kigaila na Bwana Murema pamoja na Salim Mwalimu na wengine waliohama wanasema chama kinazuia watu kwenda kupata ubunge. Chama hiki na nia ya kwanza sio ubunge. Na nia ya kwanza ni wananchi. Wananchi kwa sababu gani? Wewe ukiwa mbunge, ukiona kwamba ubunge wako ni sawa kuliko hoja za wananchi, upaswe kuwa mbunge kwa Chadema. Lakini hoja za wananchi utaziwasilisha vipi ikiwa si haupo bungeni? Kaka, tunataka wananchi wakutume. Wanasema chama hiki kinafifisha ndoto za watu. Haya, wewe unaofikiria ubunge, kuna wengine ambao wanafikiria mbolea. Wananchi watakutuma vipi ikiwa hamtaki kushiriki uchaguzi? Tunasema tunataka wananchi waseme, wewe mbunge, wewe diwani, wewe mwenyekiti, kupitia karatasi inayoitwa ballot, wakuchague wewe. Wakikuchagua wewe, wananchi ni rahisi kukufikia. Kwamba tulimchagua na kufikia na kuletea mawazo yao. Kama umetangazwa kwa nguvu za dola, wananchi hawezi kukufikia. Wanasema ngoja awe. Na hicho kitu ndio kilichopo mpaka sasa hivi. Kuna wabunge ambao hawajawahi kukutana na wananchi wa kawaida. Kuna wabunge ambao mpaka atembelee wazee maarufu, atembelee watu ambao wana fedha, lakini kutembelewa na mtu wa kawaida, muuza mchicha, muuza nyanya, hawajawahi, kwa sababu hawakuwekwa na hao watu. Lakini ikiwa mimi nimepata ubunge kupitia sanduku la kura, watu wamesema bwana Given wewe ndio ni wetu kwa kura hizi hapa, ni rahisi watu kunifikia. Asante sana Given. Shukrani sana. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa Watanzania kwamba hiki kinachoendelea mkipuze kwa nguvu zote. Chama bado kina nani sana. Kipo imara sana. Vikao vinaendelea jimbo la Lupembe juzi, Ijumaa walikuwa na kikao cha kama mtendaji frat kabisa, full, na wamejadili vitu vya msingi. Na wanachama wa Chadema mkoa wa Njombe wapo wengi tu. Hao walioondoka tunawatakia kila laheri, wakajaribu na pengine hatuwezi kuweka mambo yao hadharani ambao tunayajua. Tunasema tu kwamba kila laheri, Mungu awabariki, wakapate ubunge huko walikokubaliana kupata ubunge wa kugawana. Kwa sababu kuna 7% walizokubaliana ili waweze kupata nini? Za kura za urais, ili waweze kupata ubunge wa viti maalum. Sisi hicho kitu hatutaki. Tunataka mtu aingie kwa nguvu zake mwenyewe, watu wamkubali kwamba bwana wewe ndio tunakutaka wewe mbunge, tunataka wewe uwe rais, wewe uwe diwani, ili uwe na ile confidence ya kufanya kazi. Unakuwa rais kivipi wakati huko watu wanakufa? Nakushukuru sana kwa muda wako na asante sana kwa kukubali kuzungumza nasi. Asante sana. Mtazamaji, tumefikia tamati. Tulikuwa hapa na katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Njombe, ndugu Given. Na kwa nukta hiyo basi mimi nakushukuru sana kwa ushiriki wako. Tukutane wakati mwingine. Asante sana, endelea kutufuatilia. Mimi naitwa Dickson kwa niaba ya mwenzangu Prosper Mfugale na Ibrahim Godfrey Mlele. Tunafikia tamati. Asante na kwaheri.